Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake, kwa ajili ya siku ya leo. Kipekee si kwa sababu mimi ninaweza sana, ila namshukuru Mungu kwa neema yake na rehema zake. Jambo jingine, namshukuru Mungu kwa ajili ya baba yangu na mama yangu kuniamini tena siku ya leo. Nataka tukajifunze jioni ya leo, tujifunze somo linasema ya kwamba kuweka mipango. Kuweka mipango. Hapo nyuma tulijifunza kwa habari ya kujua kusudi. Baada ya kujua kusudi, tunaenda kwenye maono. Maono yanakuelekeza kwenye kuweka mipango ili kuweza kutekeleza jukumu ambalo unatakiwa kulifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hasa tuliona maana ya kusudi, tukaona nini maana ya maono. Tukawa tumejifunza pale ambayo maono ni dira au ramani ambayo picha anayokuwa nayo mtu ambayo inamsaidia kwenda kwenye mipango, kupanga mipango, alafu anakuja kwenye majukumu, kwenye utekelezaji. Hasa leo tutaenda kuangalia kuweka mipango. Kuweka mipango ni orodha yoyote ya hatua yenye maelekezo ya muda, rasilimali zinazotumiwa kufikia lengo. Mipango ni orodha yoyote ya hatua yenye maelekezo ya muda na rasilimali zinazotumiwa kufikia lengo. Kwa hiyo mipango kwa maana nyingine tunaweza kusema ni mikakati ambayo mtu anaiweka baada ya kuwa na ramani au na picha kamili ya kitu husika ambacho anataka kukifanya. Kwa mfano, mtu anataka kujenga nyumba. Ile nyumba kabla haijawa nyumba tayari ana ramani, na ile ramani ya ndani anayokuwa nayo au picha anayokuwa nayo ya nyumba yake inampelekea kuanza kuweka mikakati namna ya kupata vitendea kazi ili kukamilisha lile jukumu alilokuwa nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni sawa tu na mtu ambaye tayari ana biashara. Kwa kuna mikakati inayomfanya ili aweze kwenda kwenye jukumu la kufanya. Kwa sababu kuwa na ramani au kuwa na picha si kana kwamba ndo kazi imeshakamilika. Kuwa na ramani inahitaji pia mipango mikakati ya kuweza kufanikisha kile ambacho anataka kukifanya. Kwa sasa ndio maana tunaanza kuzungumzia mikakati ya kufikia lengo au dhima ya kile kitu ambacho unataka kufanya. Chochote kwenye maisha ambacho kinamzunguka mwanadamu kilihitaji mipango. Ndio maana hata dhambi kabla haijatendeka kuna mikakati mtu anapangilia ili kwenda kukamilisha kile ambacho anataka kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima tuwe na mikakati. Kwa ndio maana tunaanza kujifunza sasa kuweka mipango kwenye zile picha tulizokuwa nazo za ndani, ambayo hiyo picha mtu anakuwa nayo yeye mwenyewe. Kwa ni namna gani ili aweze aende akaikamilishe, anaanza mikakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaangalia aina mbili za kupanga mipango au aina mbili za mikakati. Tutaangalia aina mbili za kupanga mipango. Kwa mipango imegawanyika kwenye aina kuu mbili ili uweze kufanikisha kile ambacho unatakiwa kufanikisha. Kwa hizi aina mbili zinamfanya mtu aweze kukamilisha na kufikia lengo ambalo anatakiwa kufika. Aina ya kwanza ya mpango au mipango ni mipango ya muda mrefu au mpango wa muda mrefu. Aina ya kwanza ya mipango au mpango anaokuwa nao mtu, kuna mipango ya muda mrefu au mpango wa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni mipango ya kuanzia miaka 5 mpaka 10 mpaka 20. Kwa tunaweza kusema ya kwamba ni mipango endelevu.
Mtu anaweza ikaitengenezea ni mipango endelevu. Kuna mipango inayoanzia miaka 5 kwenda 10, lakini bado mwingine unaendelea mpaka miaka 20. Hii ni mipango ya muda mrefu, au ni mpango wa muda mrefu ambao unamhitaji mtu sasa kuweka mikakati kwenye hiyo mipango ili kuweza kufikia malengo aliyoyakusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ya kwamba ndani ya miaka hii mtu huyu tayari anakuwa anajijenga kwenye mipango ya muda mrefu, anaipangilia jinsi itakavyokuwa, kwa sababu ni mtu ambaye hakurupuki tu, kwa sababu anajua mpango wangu ni wa muda mrefu. Kwa hiyo lazima anakaa chini, anaanza kupangilia vitu vyake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndani ya miaka 5 hapa katikati anakuwa amejipanga mpaka kufikia miaka 10 jengo langu litakuwa limekamilika. Kwa mfano, watu makanisani wanakuwa na mipango ya kujenga majengo makubwa. Kwa ule mpango au ile ramani ya jengo kubwa ni mpango wa muda mrefu, unahitaji mikakati mikubwa na namna ya kufikiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa na namna ya kujipanga ili kuendea kile ambacho wanataka kukifanya kwa ukubwa. Kwa jambo lolote kubwa linahitaji mipango yenye utulivu mno, kuhitaji vitu ambavyo vitakufikisha. Ndio maana sasa Biblia inatuambia ya kwamba ni nani anayetaka kujenga mnara asikae kwanza akahesabu gharama ya kwamba hichi kitu ninachoanza, je, nitafika kwa hii mikakati niliyoiwekea? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna wakati na tafakari, nikaanza kutafakari habari ya wokovu. Wokovu uliokuwa nao ni mpango mkakati wa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana sasa Yesu anasema ni nani anayeweza kuketi kwanza akahesabu gharama, kwa sababu ujenzi huu unahitaji kwenda muda mrefu. Hapa katikati unajijenga nini, unakula nini, ili usiweze kurudi nyuma, usije ukazimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mpango wa muda mrefu. Fikiria mtu anapokubali kuokoka, ni kwamba huyu mtu ana safari ya kwenda mpaka mwisho wa maisha yake au hatima yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huu tunauleta kwenye mpango wa muda mrefu. Kwa inanihitaji kukaa chini na kuanza kufikiria. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nini kitanifanya? Nini nitajilisha? Kina nani nitaambatana nao? Ni watu gani nitaenda nao? Ni wapi ni mtu wa namna gani atakaye nisukuma kwenda mbele, sio kunirudisha nyuma? Hiyo nayo ni mipango. Nimepangilia, nimekaa nikatulia, nikaona familia fulani ambayo Bwana amenipeleka, hii itanipeleka kwenye mpango wangu ninaotakiwa kwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nitachagua watu wa kwenda nao, watu wa kutembea nao. Ni watu wa namna gani? Chakula cha aina gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna wakati Mungu akamwambia Elia, kula unywe, maana safari yako ni ndefu. Anaposema tu safari yako ni ndefu, ina maana ni mpango wa muda mrefu. Kwa hapa anahitaji ajipange. Kula kuna maanisha kuna vitu vya kujilisha vya kwenda muda mrefu. Kuna tofauti ya mlo wa masaa, au kuna tofauti kati ya chakula cha mchana na chakula cha na chai ya asubuhi. Asubuhi ni kitu ambacho kinakupeleka kwa muda mfupi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo sasa alivyoambiwa kula unywe, ina maana kwamba alikuwa anakamilishwa, anaonyeshwa mpango anaouendea ni mpango wa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini kitakachomsaidia? Kile alichokula, kile alichokiketisha kitamfanya aweze kufika pale ambapo anatakiwa kufika. Kitamweza aweze kufika, kitamsaidia kuweza kufika pale malengo yanapotakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana.
Haleluya. Kuna jambo linalotakiwa lizaliwe, linaanza kuwekewa mikakati na kufikia malengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jambo linalotakiwa lizaliwe, linaanza kuwekewa mikakati na kufikia malengo. Ukiambiwa tu kuna jambo linatakiwa lizaliwe, kuna jambo linazaliwa kwa ukubwa. Ndio maana kuna tofauti kati ya tembo na paka. Bwana Yesu asifiwe sana. Au panya. Uzaaji wao na ubebaji wao wa mimba kuna tofauti, kwa sababu tembo mimba anapochukua anachukua kwa zaidi ni mwaka mzima, miezi 12. Lakini sasa utofauti wa kile kinachozaliwa kwa tembo ni tofauti na paka. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni mfano ambao ninautolea tu ili uweze kuona ya kwamba tembo yeye anakuwa kwa muda mrefu, ni kitu kinachoenda kuzaliwa ni cha tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hata kikizaliwa kinaanza kutembea saa hiyo hiyo, kina uwezo wa kutembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia mipango ya muda mrefu. Namba 2, tutaangalia mipango ya muda mfupi. Tutaanza kuangalia mipango ya muda mfupi. Hii ni mipango gani ya muda mfupi? Hii ni mipango inayochukua miezi 2 mpaka mwaka mmoja. Hii ni mipango inayochukua miezi 2 mpaka mwaka mmoja. Nayo ni aina ya mipango, ni aina ya mpango. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini inategemeana. Mpango wa muda mrefu kinachoenda kuzaliwa ni tofauti na mpango wa muda mfupi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nacho cha muda mfupi kinatakiwa kuwekewa malengo ili kufikia lile lengo ambalo unataka ufike. Lazima uwe na mikakati ili kuweza kufika. Yaani tofauti yake, usipoweka mikakati kwenye mpango wowote huwezi kufikia lengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa tunaweza kuangalia ya kwamba kuna mipango ya jumla na mipango maalum. Hapa kuna tofauti. Kuna mipango ya jumla na mipango maalum. Mipango ya jumla ni mipango ambayo ipo kwenye ujumla, imejumuishwa. Lakini kwenye ujumla ule ule kuna kitu ni maalum, kitu specific. Yaani hichi hata ingenyesha mvua au jua ni lazima nikifanikishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima nikipeleke kwa haraka, lazima nikipe kipaumbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiki ni maalum, kitu maalum. Yani hata mipango mikakati yake inakuwa inasukwa kwa haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tofauti na kwenye ujumla. Kwenye ujumla unaanza kuchagua, nikitoka hiki nitashughulikia hichi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hii yote ni mipango, ninahitaji kuitimiza. Ila sasa kuna ile ya kwanza inayoanza. Nini naanza nacho? Kile unachoanza nacho kinawekwa kwenye umaalum. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Naomba tukaangalie kitu. Kuna neno linaitwa plani. Amen baba. Amen, amen. Haleluya. Kabla tujafika kwenye plani, hebu ngoja turudi kidogo hapa. Kuna kitu tukiangalie. Mtu kuweka mipango ni lazima awe na maono, na maono ni picha mtu anayokuwa nayo. Kwa si kila mipango inayopangwa
Yani hakuna mtu anayeweza kupanga mipango kama hana maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huna maono, huna mipango. Maono yanatokana na kusudi, yani picha inatoka kwenye kusudi, na ile kusudi inakuja kwenye picha au ramani. Ile ramani au dira inakupelekea uanze kupanga mipango. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wanaweza wakawa na picha ila bado hajawahi kuweka mikakati, au mwingine ana mipango mingi ila hana picha kamili. Unajua kuna tofauti ya picha kamili, unajiona kuwa nani. Kama unajiona kuwa kitu fulani, inakupelekea sasa kukisimamia kile kitu na kuanza kuwekea mipango. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama bado hujajiona kwenye picha fulani au kwenye kitu fulani, hauwezi kupata direction wapi uelekee. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda tu nitoe mfano. Kuna kipindi, nijitolee mwenyewe mfano, nilikuwa na mipango mingi lakini sijijui mimi ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika mipango ile mingi hakuna ambao nitaweza kuutimiza, maana kila ninaoona ni kama huu nimesikia umekuwa mzuri zaidi, ila sasa kuchukua hatua, kuiwekea mikakati haiwezekani, kwa sababu hakuna ambao umeujengea wewe uko wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wacha kujizuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo bila maono huwezi kujizuia, baadhi kuna vitu hauwezi kujizuia. Kuna maisha, ukiwa na maono kuna maisha hutayaishi. Alafu ukiwa na maono yatakuchagulia maisha ya kuishi, yatakuchagulia marafiki wa kuendana nao, yatakuchagulia familia ya kulelewa au ya kuzaliwa. Kuzaliwa na maanisha familia ya kuzaliwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio maana kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 3 mstari wa 15, nataka nielezee kitu hapo. Yeremia sura ya 3 mstari wa 15 anasema hivi: nami nitawapa ninyi wachungaji wanipendezao moyo wangu, watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema nami, nani huyo anayesema? Mungu atawapa wachungaji wampendezao moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Swala la kumpendeza Mungu, swala la kupendeza moyo wa Mungu, cha kwanza kabisa mchungaji anayemzungumzia hapa ni mchungaji mwenye maono. Kwa sababu mchungaji asiyekuwa na maono hawezi kuwalea watu wenye maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kwanza amempendeza Mungu, ana maono na anajijua yeye ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu alivyo mchungaji ndivyo watakavyokuwa watu wake, na si mchungaji tu, kiongozi yeyote kwenye eneo lolote anapompa nafasi ni kwamba ameupendeza moyo wa Mungu kwenye maeneo. Kuna maeneo ameyaelezea hapa, maarifa na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye maarifa, huyu amejigundua yeye ni nani na amebeba nini, na ana picha kamili ya wale watu wanaowapeleka. Kwa mtu ambaye hana maono, akisema anawapeleka watu kwenye lengo, hawa watu hawatamuelewa, kwa sababu yeye mwenyewe haelewi ni nani, na kuna mambo hawezi kujizuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba anasema pasipo maono watu wacha kujizuia. Huna maono, popote utaenda. Kwa maono yanamchagulia mtu namna ya kuishi, namna ya kuenenda, namna ya kuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo watakaowalisha kwa maarifa na fahamu, kwanza anakuwa amejirisisha kwenye eneo la maarifa na ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wale watu anaowaongoza kama wasipojua maono aliyokuwa nayo mchungaji, watapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana maarifa ya kuwafanya na wao
waweze kuona, kwa sababu makusudio ya Mungu ni watu watengenezwe. Sasa atawatengenezaje watu mtu asiyekuwa na picha? Bwana Yesu asifiwe sana. Utawatengenezaje watu kwenye kile ulichokuwa nacho kama hauna ramani na uelewi wewe ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Cha kwanza kabisa awe na maarifa, alafu na ufahamu. Baada ya kuwa hivyo, anawalisha, atakaowalisha wale watu ameelewa maono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maono yanazaa mipango, alafu mipango inazaa jukumu. Unaanza kuona kwenye uzito wa picha kamili au ramani uliokuwa nayo. Kwa mipango haiwezi kuzaliwa kama mtu hana maono, na jukumu haliwezi kuzaliwa kama mtu hana mipango, kwa sababu kwa siku kama hujapangilia siku yako, utaenda popote na mahala popote na mtu yeyote, na utaenda kwa mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mwezi huu nimejipangia, nitasoma labda vitabu fulani, nitaomba maombi fulani. Kuna watu utaanza kupangilia, hichi kitu ninachokiendea nitasikiliza nini na nini. Hiyo ndo mipango. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kwenda hatua fulani, tayari ninayo picha ile ya hatua ninayotakiwa kwenda. Kama nina picha, je, nitaanza kufanyaje? Ninataka niwe mtu fulani, nitaanza kumwangalia nani, kumfuatilia nani, kusoma nini, na kukaa wapi, na kuambatana na mtu gani. Unaanza kuona maono yanamchagulia mtu. Ambaye hana maono ataenda popote, atafanya chochote. Watu wengi wanafanya, ukimuuliza mtu unataka kufanya nini, atakwambia chochote tu. Unataka kazi gani? Anakwambia yeyote tu. Huyo mtu hana maono, hana picha, na pia hajijui yeye ni nani, amekuja kufanya nini. Mimi zamani baba alikuwa akiniuliza unataka kufanya nini, niliwahi kumjibu siku moja, nakumbuka wakati naendelea kutafakari nilikumbuka. Nikamwambia mimi nataka, siku ya kwanza ananiuliza unataka kufanya nini, nikamwambia chochote tu kitakachotokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaniuliza, nakumbuka hiyo siku, akaniambiaje, kwa hiyo hata akisema unaenda kufanya usafi kwenye vyoo vya watu au unaenda hata kujiuza, nikasema hiyo hapana. Hata kuwa jambazi, nikasema hiyo hapana. Sasa wewe unataka kuwa nani? Nilikuwa sijajigundua mimi ni nani, sina maono, sina picha, na sijijui kwa nini niko maeneo fulani hivi. Unajua kuna watu wako makanisani na hata pale kanisani hajui yeye yupo kwa makusudio gani. Ni hatari sana kama mtu huyo hataelewa. Kwa nini? Itakupa shida ambaye tayari umeshaona huyu mtu anatakiwa kuwa mtu fulani, na hata ungemwambia wewe ni mtu fulani unatakiwa kufanya hivi na hivi, hata kuelewa. Kwa nini? Yeye hajajiona kuwa ni nani. Kwa ndio maana tunaanza kuona ya kwamba maono yanazaa mipango, na mipango inazaa jukumu. Jambo lolote unalotaka kulifanya ni lazima ujue, ulielewe. Ndio maana kuna tofauti kati ya mtu aliyeko Dar es Salaam na aliyeko Kahama. Huyo wa Dar es Salaam ukimwambia nielezee Kahama ilivyo, hataweza kukuelezea kwa sababu haijui. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaidi sana labda atumie ramani. Aliyeko Kahama ukimwambia Kariakoo ikoje, hajawahi kufika Kariakoo, hawezi kukuelezea kwa sababu hana picha kamili ya Kariakoo ilivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo yalivyo maono. Kwa sasa hii inatupelekea kwenda sasa kwenye mipango. Mtu akishajua ana nini alichokibeba ndani. Ndio maana kuna mtu akiwa kwenye ujenzi au ramani fulani aliyokuwa nayo, fundi akikosea anamwambia hapana, sio hichi kilichomo ndani yangu, makusudio yangu ilikuwa iende hivi, iende hivi, iende hivi. Na ndio maana maono au ramani ni msingi. Usipojua huo msingi, huku juu kutakuwa na kitu ambacho hakieleweki. Hata watu hawataelewa, uliokuwa nao hawatakuelewa, hawataelewa tunaelekea wapi, kwa sababu wewe mwenyewe huelewi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Maono ni dira inayokupa mwanga wa kupanga mipango. Maono ni dira inayokupa mwanga wa kupanga mipango ili kufikia hayo maono. Ili uweze kufika kwenye hayo maono, lazima uwe na dira. Ndio maana kwenye uumbaji wa Mungu na wanasayansi wakatafuta kitu kinaitwa dira, na hiyo dira wakaigawanisha katika pande kuu 4 za dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka dunia ni duara. Kwa maana ya wao kutengeneza dira inakuonyesha huku ni mashariki, huku ni magharibi, huku ni kaskazini, huku ni kusini. Kile ndo maono. Yaani inakuonyesha ukielekea hivi umeelekea sehemu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa maono ni dira ambayo inakuonyesha. Dira ni uelekeo unaokuonyesha unaelekea wapi. Asante Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maono ni dira. Dira ni uelekeo unaokuonyesha wapi unaelekea. Kuna maeneo umepangilia vitu vyako kabisa, na kitu kinachokuonyesha mimi nataka kuwa mtu fulani, mfanya biashara fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumezungumzia mipango ya muda mrefu. Labda nataka kuanza kuelekea China. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio maono. Dira au mwelekeo unakuonyesha China kwenda kuchukua vitu na kuvileta. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama dira ni kuelekea China, hapa kuna mipango. Nitapata wapi mtaji? Nitafanyaje biashara yangu, wateja, sehemu ya kufanyia biashara yangu, hiyo ni mipango sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa tulikuwa tunajikumbusha hapo ili mtu aelewe ya kwamba pasipo maono watu wacha kujizuia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dira inapakuanzia. Wangu nakuwa ni mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Japo kuwa mwanzo wangu ni mdogo, ila kuna pa kuanzia. Asante Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Ayubu sura ya 8 mstari wa 7. Ayubu sura ya 8 mstari wa 7 anasema, tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo. Anaposema tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, ina maana kwamba anakuhakikishia kwenye ufalme wa Mungu tunaruhusiwa kuanza na mwanzo ukiwa mdogo. Hiyo ni ruksa, kwa sababu kwenye kitabu cha Mithali sura ya 13:11 na 11:13 anasema hivi, mali inayochumwa kidogo kidogo huongezeka, ila inayochumwa kwa haraka hupunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni ishara ya kwamba mwelekeo au dira au maono huwa kuna pa kuanzia. Kianzio kinakuwepo, japo kwa kile kianzio hauruhusiwi kuenda nacho hivyo hivyo, unaruhusiwa kuongezeka. Ndio maana anaposema ya kwamba tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo kwenye eneo lolote. Ndio maana leo ukianza kumfuatilia mtumishi wa Mungu ambaye ameshakuwa mkubwa, anza kwanza ujue background yake ilikuwaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo mwanzo wake alianzaje? Usikurupuke kutaka kuwa kama mtu fulani wakati mwanzo unataka unakimbia kanuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuongezeka, anaposema lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Alianza kwa udogo, kwa kile kianzio, lakini mwelekeo unaonyesha kwamba anaenda kwenye ukubwa akikazana. Kuna maeneo ya kukazana kwenye maarifa, ufahamu,
namna ya kujilisha, namna ya kujificha. Hivi unajua kuna watu wengi wanajua kujificha kwenye kuomba, kutafuta uso wa Bwana na kuyatafuta mafuta na kibali ni kwa watumishi wa Mungu tu kwenye huduma zao. Ni kwenye maeneo yote. Eneo lako ambalo unajiona tayari mimi nimo kwenye hili eneo, kwa ni lazima ujilishe ili uweze kuongezeka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyegundua maono yake, mwenye dira, mwenye uelekeo, huwa ni mtu ambaye anatafuta utulivu, namna ya kujijenga kwenye kile kitu alichojiona, alichokuwa nacho, ile picha aliyokuwa nayo, anaanza kujijenga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anasema lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Twende kwenye Zekaria sura ya 4 mstari wa 10. Kitabu cha Zekaria sura ya 4 mstari wa 10. Anasema, maana ni nani aliyeidharau siku ya mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi nao wataiona timanzi katika mkono wa Zerubabeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nataka nidili na hii Anasema, maana ni nani aliyeidharau siku ya mambo madogo? Kumbe mwanzo wako au kile chanzo ulichokuwa nacho usikidharau. Kwa sababu gani? Amesema kwenye Ayubu, kinaweza kuongezeka sana kama ukikazana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile sana ni kwamba haiongezeki kidogo, unaongezeka, unakuwa mkubwa zaidi. Yeyote uliyomwona yuko pale juu alianza kwa udogo, kwa kadri alivyokazana alienda akaongezeka sana. Kuna mwanamke mmoja kwenye Biblia huwa ananifurahisha sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke Mshunemi. Huyu mwanamke wakati ameenda kwa Elisha akaulizwa, kumbe mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa anajua kanuni. Akamuuliza, una nini? Akasema, nina kichupa. Yeye alikidharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Nina kichupa na mafuta kidogo. Alikidharau. Lakini mtumishi wa Mungu mwenye kuona, mwenye muono, aliona hapa huyu ana cha kuanzia. Kuna watu wana vya kuanzia ila wanadharau. Narejelea, siku moja baba akasema hivi, kuna mtu mmoja alimuomba mtaji. Bwana Yesu asifiwe. Yeye akaona nikimpa mtaji wa shilingi 10,000 nitakuwa nimemuua, ila akaamua kumpa mtaji wa 50,000. Lakini kuna mtu akamwambia hivi, huyo unayeongea naye kama ni mtu anayetaka kufanya biashara kweli, mpe 10,000. Tunarudi kwenye hii kanuni. Mtu akiudharau mwanzo mdogo akatarajia kwenda kwenye ukubwa, huwa anazimia. Kwa sababu gani? Kwenye ukubwa, unajua kwenye ukubwa mtu anaanza kujiona ana nguvu, alafu hawezi kuanza kujijenga. Na nasema kuna andiko linasema ya kwamba mtu anayezimia nguvu zake ni chache. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuzimia siku ya taabu nguvu zake ni chache. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna namna ya mtu anapochukulia mambo katika ukubwa, anapoenda katika ukubwa kutoka kwenye udogo, anapoendelea kukichuchumilia kile kidogo, kuna maongezeko na kupanuka kwa ukubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwanamke Mshunami alipoenda kwa Elisha, alipoulizwa akasema, nina kichupa chenye mafuta kidogo. Akaambiwa, lete hicho. Huyu mtumishi wa Mungu aliheshimu kile alichokuwa nacho, na huyu mtu wa Mungu alikuwa anaelewa. Kwa sababu gani? Mtu anayeelewa alikotoka, anaelewa, hata ana uwezo wa kumtengeneza mtu mwenye ambaye alikuwa ajioni hana kitu chochote na akawa mtu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ameleta kwenye kile kidogo, wakajaza mafuta kwenye vyombo vingi, biashara ikaanza. Ilianzia wapi? Kwenye kidogo. Maono ni dira, mwelekeo.
Maono ni dira, ile dira ni mwelekeo unakuonyesha wapi unaelekea. Mtu mwenye maono hata ajapopita kwenye changamoto anaelewa, ana picha. Si kana kwamba ukiwa na maono hauna changamoto, changamoto zipo, ila ana picha ya ndani ya kwamba wapi naelekea. Hata kama saa hii kwa dakika hii bado sina kitu kikubwa, lakini naelewa wapi naenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ambaye hana picha, hana uelekeo wapi anaenda, anaweza kufanya chochote kitakachokuja mbele yake, kwa sababu kuna mambo ni uwekezaji kwenye mipango. Anawekeza kwa sababu gani? Anajua anapoenda. Ndio maana kuna wakati baba alikuwa anatufundisha habari ya maombi. Kuna maombi unayaomba ni akiba, ni hazina. Mimi nilikuja kugundua, nikaona wakati anatuambia kuna maombi ukiyaomba ni akiba, ni hazina, kumbe alikuwa anatuonyesha ya kwamba mjue wapi unaelekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani anajua kabisa huyu mwanangu kuna maeneo anaelekea, anayo picha kama mzazi. Lakini wakati wao anakuambia wewe, kama hauelewi, unaona kama ni mateso, kama ninateseka. Kuna wakati anakufundisha habari ya sadaka, habari ya kujidhabihu, anaelewa wewe ni nani na unataka ufike wapi. Mtu mwenye kujidhabihu ana maono, anaelewa wapi ninatakiwa nifike, ana picha kamili. Kama ana picha kamili, haoni shida kuwekeza, kwa sababu hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Hazina inapokuwepo ina maana kwamba na maono ndipo yalipo. Mtu mwenye maono ni mtu anayewekeza sana, kwa sababu anajua ninachokiwekeza ndo nitaenda kudraw baadaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Fungua kitabu cha Isaya sura ya 60. Isaya 60. Isaya 60:11, 22. Isaya 60 mstari wa 22 anasema, mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mdogo atakuwa elfu na mnyonge atakuwa taifa hodari. Bado tupo kwenye kanuni ile ile ya mwanzo. Yaani mwenye maono lazima ana chanzo, mwenye dira kuna kianzio. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaposema mdogo, si kana kwamba atabaki kwenye udogo ule ule. Si unaona huko mwishoni anasema atakuwa elfu. Kwa hiyo kuanza kwenye udogo haimaanishi ya kwamba utaishia kwenye udogo. Kuanza kwenye udogo kuna kupelekea kwenye ukubwa. Kuanza kwenye shilingi 100 inakupelekea kwenye maelfu. Kuanza kwenye 10,000 inakupelekea kwenye mamilioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kana kwamba kuanza kwenye udogo ndo utabaki kwenye udogo. Alafu bado anatutia moyo, anasema ya kwamba na mnyonge atakuwa taifa hodari. Sio kana kwamba ndo uanze kwa unyonge. Kwenye kile kidogo ulichokuwa nacho, kile usikate tamaa, endelea nacho. Kwa nini? Ili mradi ndani kuna picha. Mimi nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, huku ndani au mtaji bado ninao mdogo, lakini picha yangu ili nifike pale, ili niwe pale, kwa sababu tayari nina picha ndani. Ile dira, ule mwelekeo utanipa kuelekea kule kwenye huu udogo. Nitafanya jitihada kwenye ule udogo kuongeza maarifa, kuongeza ufahamu kwenye lile jambo, kupanuka, alafu yale maarifa yatanipelekea kwenda kwenye ukubwa. Ndio maana anasema na mnyonge atakuwa taifa hodari, mtu lijitu lenye nguvu. Japokuwa hapo mwanzo alivyoanza tulimuona alianza kwa unyonge, ni kama vile alikuwa hana vitu fulani, mtaji wake ulikuwa ni mdogo. Kuna watu wamejifinya kwenye mtaji, kuna watu wamejifinya kwenye maeneo fulani kwa sababu mimi ni shemasi, mimi nitabaki. Hata kina Stefano walianzia kwenye ushemasi,
baadaye wakawa watu majitu ambayo yakipita wanasema huku nako wamepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu waliotikisa misingi ya ulimwengu. Kwa nini? Hawakujiona kwenye udongo tu. Wale watu walikuwa na picha kamili, mimi ni nani. Alijigundua, mimi nimebeba nini, nina picha gani, nitafika tu hata kama nimeanzia hapo. Kwa kikanuni tumeona maandiko kadha wa kadha ya kwamba tunaanzia kwenye udongo. Ni lazima uwe na chanzo, lazima uwe na mwanzo ambao utakufanya kuweza kufika kule ambako unatakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliangalia mipango, tukaangalia mipango ya muda mfupi na muda mrefu. Tukawa tumeielezea mipango hiyo ya muda mrefu na mifupi ambayo inatokea kwenye maono. Maono ambayo mtu, picha anayokuwa nayo, picha aliyokuwa nayo ndio inamfanya yeye aweze kufika kule anakotakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mipango ya muda mrefu inategemeana na picha uliyokuwa nayo. Kuna mtu ana mipango ya muda mfupi kwa sababu ya picha aliyokuwa nayo. Mipango ya muda mrefu kwa sababu ya picha aliyokuwa nayo ndani, anajiona nani, kwenye ukubwa upi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo pasipo maono, pasipo mikakati, pasipo mipango, hauwezi kufikia lengo au jukumu unalotakiwa kulifikia. Jukumu ambalo unatakiwa kulifikia huwezi kulifanya kama haujawa na picha kamili. Bwana Yesu asifiwe sana. Dakika zangu 3 zimeisha. Mungu akubariki sana.